Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ndugu zangu, twakutana kwa mara nyingine katika darsa yetu ya mustalahul hadith, na tuko katika kitabu kinachoitwa Taisiru Mustalahil Hadith, na tuko katika mukaddima. Ni mukaddima namba 2. Tumekwenda kidogo kidogo kwa sababu tunachelea video isiwe ndefu ikamchosha mtazamaji. Sasa mtunzi alikuwa akifafanua utofauti ulioko katika kitabu chake hiki na vitabu vingine, mfano wa kile kitabu kinachoitwa Ulumul Hadithi cha Ibn Salah na kitabu kinachoitwa At-Taqribu Lin-Nawawi cha Imamu Nawawi. Mtunzi anasema ndicho alichokuwa nakitumia kufundishia, akakuta kwenye kitabu hicho baadhi ya mambo magumu. Hiyo ikamvutia sasa kutengeneza mudhakira wa kufundishia, ambapo ndio ikawa ni Taisiru Mustalahil Hadith. Kwa yeye mwenyewe anasema faraaitu an adaa baina aidi talaba, nikaonelea niweke mbele ya wanafunzi fi kulliyati sharia, katika kitivu au katika vitivu vya sheria. Nikaamua niweke kitaban sahlan, kitabu chepesi, fi mustalahil hadithi wa ulumihi, katika fani ya mustalahul hadithi na elimu zake. Yuyassiru alaihim, ili kitabu hiki kiwarahisishie fahma qawaid alfanni, kufahamu kanuni za fani, wa mustalahatihi, pamoja na mustalahati zake. Wadhalika, na nimefanya hivyo, bitaksimi kulli bahthi ila faqarati murakama, kwa kuweka mgawanyo wa kila mlango kwenda katika vipengele vilivyotiwa namba, mutasalsila, vyenye kufuatana, mubtadian bitaarifihi, hali ya kuwa ni mwenye kuanza kwa kuweka taarifu zake, thumma bimithalihi, kisha kuweka mifano yake, thumma biaqsamihi mathalan, kisha kuweka vigawanyo vyake kwa mfano, muhtataman bifaqratin, kikihitimishwa kitabu hiki kwa kuweka kipengele ashharul musannafati fihi, kinachotaja vitabu vilivyo mashuhuri zaidi katika hii fani ya mustalah. Kullu dhalika biibaratin sahla, yote hayo nimeyafanya kwa ibara nyepesi. Wa uslubun ilmi, na uslubu wa kiilmu. Wadhihun, uliowazi. Laisa fihi taaqid wala ghumudh, hakuna ndani yake mfungiko wala ugumu. Walam uarrij ala kathiri min alkhilafat, na wala sikutegemeza juu ya kutaja tofauti nyingi. Wal aqwali, na kuweka maneno mengi. Wabastul masaili, na kukunjua masala kuyafanya kuwa marefu, sijafanya hivyo. Muraatun lilhasasi zamaniya alqalila, kwa ajili ya kuchunga vipindi vya nyakati au vya muda mchache. Almukhassasati lihadha alilmi, unaohusishwa na ilmu hii. Fi kulliyati sharia, katika vitivu vya sheria. Wa kulliyatu dirasati alislamia, na vitivu vya masomo ya Kiislamu. Huwezi kutaka mambo marefu, mambo mengi, tungeweka ugumu vile vile. Wasamaituhu, na nimekiita kitabu hiki Taisiru Mustalahil Hadithi. Walastu ara anna hadha alkitab yughni an kutubi alulamai alaqdamina fi hadha alfanni, na mimi si mwenye kuonelea
ya kwamba kitabu hiki ndio kinawatosheleza badala ya vitabu vya wanawazuoni waliotangulia katika fani hii. Sijajigamba nikasema kwamba kitabu hiki chatosha, hapana. Wa innama qasadtu an yakuna miftahan laha, na hakika si vinginevyo, mimi nimekusudia kitabu hiki kiwe ndio ufunguo wa hivyo vitabu vingine. Wa mudhakiran bima fiha, na nimekusudia kitabu hiki ndio kiwe ni chenye kuwakumbusha watu yale mambo yaliyomo ndani ya fani hii. Wa muyassiran lilusuli ila fahmi maaniha, na kiwe ni chenye kurahisisha kufikia kufahamu maana zake. Watadhillu kutubul a'immati wal ulamai al-aqdamin, na viwe vitabu vya maimamu na wanawazuoni waliotangulia, wanawazuoni wa zamani, marji'an lil ulamai, viwe ndio marejeo ya wanawazuoni, wal mutakhassisina fi hadha al-fanni, na walio specialize katika fani hii, vile vitabu viwe ni marejeo. Wa mu'inan fayyadan yanhaluna minhu, na kitabu hiki iwe ni chemchem yenye kububujika, watu wanywe kutokana na chemchemu hiyo. Wala yafutuni an adhkura annahu sadara fil awinati al-akhira, na haikunipita mimi kutaja ya kwamba vilitoka katika zama za mwisho kutubun li ba'dhi al-bahithina fiha, vitabu vya baadhi ya wale wenye kufanya utafiti ndani yake, alfawaidul ghazira, kukapatikana ndani yake faida nyingi. La siyama raddu ala shabahi almustashriqin, hasa hasa yale mambo yaliyokuwa yakiwaradi, yakiziradi zile shubha za mustashriqin wal munharifin, na hawa munharifin ni mapote ya upotevu haya. Kwa hiyo anasema kabisa, wala yafutuni, wala haikunipita mimi, an adhkura, kutaja, annahu, ya kwamba, sadara fil awinati al-akhira kutubu li ba'dhi al-bahithin, kulitoka katika zama za mwisho baadhi ya vitabu vya waandishi, fiha al-fawaidul ghazira, ndani yake kulikuwa kuna faida nyingi. La siyama, hasa hasa, ar-raddu ala shabahi al-mustashriqin wal munharifin, kuwafanyia raddi au kuzifanyia raddi shubuha za hawa mustashriqin na hawa munharifin, ni makundi ya wapotevu haya. Lakin ba'dhuha mutawwal, lakini baadhi ya hivyo vitabu vilikuwa ni virefu. Wa ba'dhuha mukhtasaran jidda, na baadhi yake vilikuwa vimefupishwa sana. Wa ba'dhuha ghairu mustaw'ab, wa ba'dhuha ghairu mustaw'ib, na baadhi ya hivyo vitabu havikuwa ni venye kuienea fani hii ya mustalah. Fa aradtu an yakuna kitabi hadha, nikaonelea kiwe kitabu changu hiki, wastan baina at-tatwili wal ikhtisar, kiwe ni chakati na kati baina ya kurefusha na kufupisha. Wa mustawiban li jami'i al-abhath, na kiwe ni chenye kuienea milango yote ya mustalah. Wal jadidu fi kitabi hadha, na jambo jipya linalopatikana katika kitabu changu hiki, at-taqsimu, ni kuweka mgawanyo. Ai, maana yake taqsimu kulli bahthi, ni kugawanya kila mlango, ila faqaratin muraqama, kwenda katika mafungu yaliyotiwa namba au vipengele vilivyowekewa namba. Mimma yasuhulu ala talibi fahmuhu, miongoni mwa yale mambo ambayo itakuwa ni rahisi kwa mwanafunzi kuyafahamu. Hilo ndio jambo jipya katika kitabu changu hiki, mtunzi ndivyo anavyosema. Kisha akasema jambo la pili, atakamulu fi kulli bahathi, ni kukamilisha katika kila mlango, min haithu al-haikalu al-amu lilbahathi, kutokana na sura yenye kuenea katika bahthi, kutokana na sura yenye kuenea katika bahthi. Min dhikri ta'rif, miongoni mwa kutaja taarifu, wal mithali, na kuweka mifano. Katika kitabu hiki kataja taarifu, lakini pia kaweka mithali, mifano. Jambo jipya la tatu katika kitabu changu hiki, anasema al-isti'abu li jami'i abhathil mustalahi,
bishaklin mukhtasar, ni kuienea milango yote ya mustalaha kwa sura fupi, sio kwa sura ndefu. Akasema amma min haithu tabwibi, ama kutokana na namna ya upangaji wa milango au ya uwekaji wa milango, wa tartibi na mpangilio, faqad istafadtu min tariqati al-Hafidh Ibn Hajar, anasema nimestafidi kutokana na njia aliyoitumia mwanawachuoni al-Hafidh Ibn Hajar fi an-Nukhbati wa sharhuha, katika kitabu chake alichokiita an-Nukhbatu na sharhi yake. Al-Maddatu al-Ilmiya, amestafidi kwa mada ya kiilmu, lakini vile vile kastafidi anasema wa sharhu al-Maddatu al-Ilmiya, na sherehe yake ya kitabu al-Maddatu al-Ilmiya ala ulumi al-hadith, juu ya elimu za hadith, rahimahullah, Mwenyezi Mungu amrehemu. Lakini anasema wakana jullu i'timad, na tegemeo langu kubwa mimi katika utunzi wa kitabu changu ilikuwa fi taqrib, ni katika kitabu hiki cha at-Taqrib lin-Nawawi cha Imamu Nawawi, wa sharhuhu, na sharhi yake. Lakini vile vile nasema nilitegemea kitabu cha Ibn Salah na mukhtasari wake, lakini vile vile alitegemea kitabu kinachoitwa At-Tadrib cha Imamu Suyuti. Ni vitabu ambavyo alivitegemea hivi pindi alipokuwa anatunga kitabu chake hiki. Nimesita kidogo kwenye kusoma sababu kitabu hiki kimechanika. Sasa nitarejea hapa ili tupate vizuri na kilinganisha hapa. Unajua hivi vitabu sisi tunatabaruku, ndio tulisoma kwa mashaikh zetu, na kwenye kufundishia tunapenda iwe ni hivyo hivyo. Anasema miongoni mwa mambo mapya, jambo la tatu, al-isti'abu li jami'i abhathi al-mustalah, ni kuienea milango yote ya mustalah bishakli mukhtasar, kwa sura ya mukhtasar, ya ufupisho. Amma min haithu tabwib, au makutokana na namna ya kuweka milango, wa tartibi, na kuweka mpangilio, faqad istafatu, nimefidika, min tariqi al-Hafidh Ibn Hajar, kutokana na njia ya mwanawachuoni al-Hafidh Ibn Hajar fi an-Nukhbat, katika kitabu kinachoitwa an-Nukhbat, wa sharhuha, na sherehe yake, fa innahu khairu tartib, hakika kitabu hicho kilikuwa na mpangilio mzuri, tusilu ilaihi au tusalu ilaihi, mpangilio ambao hufikiwa kwa mwenye kutaka kufikia. Rahimahullah, Mwenyezi Mungu amrehemu mwanawachuoni huyu al-Hafidh Ibn Hajar. Wakana jullu i'timad, na tegemeo langu kubwa lilikuwa fil maddati al-ilmiya, katika kitabu maddati al-ilmiya ala ulumi al-hadithi, juu ya elimu ya hadithi, Ibn Salah cha mwanawachuoni Ibn Salah, wa mukhtasaruhu, na mukhtasari wake at-Taqribu lin-Nawawi cha Imamu an-Nawawi, wa sharhuhu at-Tadribu, na sharhi yake ya kitabu kinachoitwa at-Tadribu lis-Suyuti cha Imamu Suyuti. Utaona niliporejea baada ya kulinganisha maandishi tumekwenda vizuri inshallah. Waja'altu al-kitaba min muqaddimat wa 4 abwab, na nimekifanya kitabu hiki ni kuanzia muqaddima na milango minne. Albabu al-awwal, mlango wa kwanza, fil khabari, nimezungumzia khabar. Walbabu thani, na mlango wa pili, fil jarh wa ta'dil, nimezungumzia al-jarh wa ta'dil. Walbabu thalith, na mlango wa tatu, fi riwayati wa usuliha, nimeelezea riwaya na misingi yake. Walbabu rabi'i, na mlango wa nne, fil isnadi wa ma'rifatu ruwati, nimeelezea isnadi na kuwajua wapokezi wa hadithi. Wa innani idh uqaddimu hadha aljuhud almutawadha, hakika mimi pale ninapoitanguliza juhudi hii yenye kunyenyekewa, li abnaina talaba, kwa watoto wetu watafutaji wa ilmu, a'tarifu bi'ajizi wa taqsiri, ninakiri kuhemewa kwangu na kufupizika kwangu, fi i'ta'i hadha alilmi haqqahu, katika kuipa ilmu hii haki yake. Wala ubarri'u nafsi, wala siitakasi nafsi yangu, minazalali wal khata, kutokana na chelezo na kukosea. Farraja'u mimma yattali'u fihi ala zallatin au khata, ni matarajio yangu yoyote
atakayetokezea ndani yake makosa na chelezo, ayunabihani alaihi, anizindue juu ya kukosea huko. Ayunabihani, anizindue juu ya kukosea, alaihi mashkura, juu yake atakuwa ni mtu mwenye kushukuriwa sana. La'alli atadarakuhu, huenda mimi nikarekebisha yale niliyoyakosea. Wa arju Allah ta'ala, anamtarajia Mwenyezi Mungu mtukufu, an yanfaa bihi talabata walmushtaghilina bilhadith, awanufaishe kwa kitabu hiki wanafunzi na wale wenye kujishughulisha na ilmu ya hadithi. Wa an yaj'alahu khalisan liwajhihi alkarim, na akifanye kitabu hiki iwe ni khalis, iwe ni clear kwa ajili ya kutafuta radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala mtukufu. Kwa hiyo tutakuwa tumemaliza miqaddima miwili hiyo, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akituwafikia, tutaanza sasa nubdhatun tarikhiyya an nash'ati ilmi almustalahi wal atwar allati marra biha, dondoo za kihistoria kunako chimbuko la ilmu ya mustalaha na hatua ilizozipitia. Tumuombe Allah jalla jalalu atunufaishe kwa haya yote tunayojifunza, kwani yeye ni waliyu tawfiqi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.